Naitwa Ana Katekera. Alinishindikiza chuoni, nikamwambia haurudi nyumbani mpaka tufike kwa baba. Na akawa mtiifu kwangu na kwa Mungu. Tumekuja pamoja. Bwana asifiwe sana. Nimshukuru Mungu sasa, kisha nikalizungumze neno la Mungu kwa nafasi hii ya upendeleo kutoka kwa baba. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru sana Mungu kwa sababu umependezwa katika siku hii ya leo, Jumapili hii nzuri. Tumeweza kufika mahali hapa kwa utukufu wako. Na sasa ninaalika jeshi lako la mbinguni likatimize kile ulichokituma kwa watu wako. Ukakitunze ndani mwao na kikalete matokeo yenye uamsho kwa jina la Yesu. Amen. Nataka nizungumze neno moja tu jepesi ambalo linaitwa kuwa na imani thabiti katika neno la Mungu. Kuwa na imani thabiti katika neno la Mungu. Na nitasoma andiko moja tu katika kile kitabu cha Joshua, sura ile ya kwanza, mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 9. Na ninatamani tusome wote. Iangalie Biblia yako, na tafadhali Biblia yangu nilionayo hapa ni Kiswahili cha Ulimwengu Mpya. Yale yanayosoma kidogo kuna maneno yatapishana kidogo na Biblia yako. Kwa hiyo unisaidie mwenye Biblia ya kawaida, tusome pamoja. Unisomee hapo Joshua sura ya kwanza, mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa 9. Kuwa na imani thabiti katika neno la Mungu. Joshua 1:1 mpaka 9, Biblia inasema Ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Joshua mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu hawa wote, ukaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto wa Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa upande wa machweo na upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu. Hapatakuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amen. Bwana Yesu libariki neno hili na wote wasikiao. Amen. Bwana asifiwe sana.
Naomba unisikilize vizuri. Tunasoma habari hizi za Joshua katika somo hili zuri ambalo ni kuwa na imani thabiti katika neno la Mungu. Kabla sijazungumza habari za andiko hili, nizungumze kwanza imani. Bwana asifiwe. Huwa wakati nikimuuliza Roho Mtakatifu sana habari za imani, nilipata maana ya kipekee sana ambayo inabeba matokeo kwenye maisha ya mtu. Huwa imeandikwa kwenye Biblia kwamba imani ni kuwa na uhakika na mambo unayoyaamini kabla haujayaona. Ni bayana ya mambo unayoyatarajia yasiyoonekana. Lakini wakati nikiomba Mungu habari za imani, nilipata maana ya pili ambayo imani ni sehemu ya nafsi ya Mungu inayofanya kazi duniani katika mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Si huwa tunaimba hata sisi pambio, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana, nimemuona Bwana anapendeza. Si unaujua huo wimbo? Umewahi kumuona Bwana? Ni mweupe au mweusi? Ni mzungu au Mwafrika? Lakini si unaimba umemuona Bwana. Unatudanganya? Unamuonaje Bwana? Ni kwa njia ya nini? Imani. Amen. Kwa hiyo imani sio kitu kidogo. Imani ni sehemu ya Mungu ambayo inajidhihirisha kuleta uweza wa kimungu ndani ya maisha yetu. Ndio maana niliwahi kuzungumza hapa neno moja kwamba maombi mengi huwa hayaleti majibu, ila maombi yanayoleta majibu ni maombi katika imani. Kwa nini? Maombi yanambembeleza Mungu atokee kwako, na yanamshawishi, ambapo ushawishi wa maombi una majibu matatu. Jibu la kwanza, nimefanya. Jibu la pili, nitafanya. Jibu la tatu, sifanyi. Hauwezi kukataa, maana unapoomba unatarajia kupata majibu, na majibu yanakuja kwa mifumo mitatu. Lakini imani ni commandment, ni amri, haimbembelezi Mungu, inamwamuru Mungu ashuke kama alivyo kutoka kwenye kiti chake cha enzi na akashughulikie jambo lako kwa wakati, hata kama haukustahili. Bwana asifiwe sana. Sijui unanielewa vizuri. Lakini maana ya pili ya imani, huwa imani ni ubishi. Imani, hebu mwambie mwenzako, imani ni ubishi. Ni kuto kukubali kushindwa hata kama dalili za kushindwa zinaonekana. Yaani pale tangazo la anguko limetangaza na dalili zake zipo, lakini wewe unasema hafi mtu hapa, anguki mtu hapa, liwalo na liwe nitashinda tu. Na katika imani hiyo tayari ushindi unatokea. Bwana asifiwe. Hiyo ndiyo imani. Kwa hiyo ule uhakika wa mambo yatarajiwayo na bayana ya mambo yasiyoonekana unakuja kuumbwa humo. Bwana asifiwe. Sasa habari hizi za Joshua, huyu Joshua ni mhusika mkubwa sana katika kitabu hiki kilichoandikwa, na ni mmoja kati ya waandishi walioandika kitabu hiki. Aliandika akisaidiwa mwishoni kabisa na kuhani mmoja ambaye alikuwa anaitwa Finehas.
na kiliandikwa hiki kitabu kwenye miaka kama ya 1370 kabla ya Kristo, kulingana na zile tarehe za kale za Agano la Kale, lakini kiliandikwa kwa kusudi tu moja kubwa la kueleza historia ya wana wa Israeli vile walivyoitwa kuitawala nchi yao ya ahadi. Na ule utawala wa nchi ya ahadi ulikuwa ni utawala sio wa harisi, ulikuwa kwanza ni utawala wa kiimani, kwa sababu kwanza wameishi Israeli miaka 400 katika nchi isiyo ya kwao, nchi ya Misri. Kwa miaka 400 kwa dunia ya leo ni vizazi vingi ambavyo hata ukiambiwa kwamba kwenu ni kule miaka 400 hauwezi kupajua hata panafananaje. Lakini waliposikia neno la Bwana limesema, nitawapeleka kwenye nchi yenu, nchi imejaa maziwa na asali, nilimwapia baba yenu Ibrahimu na Isaka na Yakobo kwamba nitawapa. Hawa watu wakaamini, wakasema, kama nchi yetu ipo, tunajua ipo salama, tunaenda na tutaifikia na tutaitamalaki. Kwa ile imani wakaenda na wakafika. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Sasa nisikilize vizuri. Katika mistari hii tuliyoisoma tunabaini jambo moja kubwa. Hapa huu mstari unaanza kusema hivi, nisome hii Biblia ya kwangu, kwamba baada ya kifo cha Musa mtumishi wa Bwana, Bwana alimwambia Joshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa. Yaani Musa ni mtumishi wa Mungu, lakini Joshua ni mtumishi wa Musa. Maana yake mwenye agano na Mungu ni Musa, lakini Joshua ana maelekezo ya Musa. Kwenye safari ya wana wa Israeli kwenda Kanani, dira yote ya safari ilikuwa ni Musa. Sauti ya Mungu ilikuwa inafika kwa wengine ikianza na Musa. Wametembea na Mungu kwa miaka mingi. Vita ilikuwa kali kwa miaka mingi, mataifa mengi yalipigana na Israeli. Lakini Mungu aliyemwita Musa akahakikisha usalama wa taifa kwa maneno na vitendo. Na wana wa Israeli walimuona Mungu kweli kweli. Lakini maono ya ushindi wa taifa yalikuwa ya Musa, sio ya Joshua. Unanielewa mwana wa Mungu? Bwana asifiwe. Sasa wamekwenda. Cha kwanza, bahari ya Shamu ilipasuka. Wakapita, maji yamekaa kama ukuta. Nchi kavu wakavuka kwa mkono wa Mungu uliokuwa kwenye upako wa Musa. Mataifa wanawashambulia. Musa anainua fimbo juu, anaomba. Akishusha chini fimbo wanapigwa, akiinua wanapiga. Vita nyingi wamepigana, wakashinda, lakini kwa mkono wa Bwana uliokuwa juu ya Musa. Sasa hapa Biblia inasema Musa akafa, ambaye ndo Bwana alikuwa anamtumia. Musa amekufa, ambaye ndiye dira ya ushindi wa Israeli. Maelekezo ya taifa kufika Kanani yako kwa Musa. Sasa Musa amekufa. Watu wote wakatulia kwa siku nyingi. Hawajui wanaenda wapi, hawajui wanafanya nini. Lakini Mungu anakuja kwa Joshua. Bwana asifiwe sana. Anaanza kumwelekeza maelekezo ambayo Joshua hakuyajua.
Joshua na Israeli walijua usalama wao na safari yao na ushindi wao na kufika kwao Kanaani kunategemea Musa, lakini hawakujua kwamba Mungu aliye ndani ya Musa ndiye yumo ndani ya Joshua, na huyo Mungu ndiye Mungu wa Israeli, na huyo Mungu ndiye atakayewafikisha Kanaani bila mtu mwingine kuwasaidia. Jamani, amina. Sasa anaanza kumwambia Joshua amwamini binafsi, aache kuamini mgongo wa Musa. Jamani, haleluya. Hebu mwambie mwenzako, safari ya imani inahitaji wewe, haihitaji nyie. Na usimwangalie mtu, usimamie kwake. Jamani, nataka niwaambie mwaka 2025 ni mwaka wa baraka sana. Ni mwaka wa kushinda kabisa. Acheni kusikiliza utabiri wa kuharibika. Huu mwaka ndo mwaka wako wa kubarikiwa huu. Yaani acha mtu anayesema ni mwaka wa kufa, ni mwaka wa kuharibikiwa. Kuna mwingine akasema ni mwaka ambao hata wanaume watatoka kwenye ndoa zao. Wewe, ni mwaka wa hata asiye na ndoa kupata ndoa kwa jina la Yesu. Ni mwaka wa asiye na watoto kupata watoto. Ni mwaka wa asiye na kazi kupata kazi. Lakini siri ya kubarikiwa kwako kuna kutazama wewe uwe na connection binafsi na Mungu wako. Bwana asifiwe sana. Joshua alibaki anashangaa. Mimi nilijua Musa ndo atanisaidia. Sasa Musa amededi. Naendaje sasa? Lakini Mungu aliyemchagua Musa anahamisha agano sasa. Nataka niseme hapa, mbeba maono wetu ni mzee Mwaipopo, si ndio Lakini muamini Mungu wa Mwaipopo. Mungu aliye ndani ya Mwaipopo yumo ndani mwako. Liishi lile neno unalofundisha na liwekee msimamo ili uwe na agano binafsi kwa Mungu wako. Ndipo utashinda. Sema amen. Usitegemee kubebwa wala kuombewa. Ukiweka imani kwa mtu anafeli. Lakini ukiweka imani kwa Mungu, hata mtu akibadilika, Mungu anabaki na wewe. Haleluya. Mungu anamwambia Joshua kwa upya. Akamwambia maneno haya, nisikilize Joshua, Musa mtumishi wangu amekufa. Ndiyo Bwana, amekufa. Lakini wewe sasa lichukue hili taifa, liongoze hili taifa kama vile Musa alivyoliongoza. Ongoza na wewe nyayo ile ya Musa, na wewe tembea nayo ukawafikishe kwenye nchi yao ya ahadi. Ningekuwa mimi Joshua, huwa najaribu kujipima viatu vya Joshua, nasema kama mimi ningemwambia Bwana, sasa na wachukuaje? Maana upako ni wa nani? Wa Musa. Sasa mimi naendaje? Naanzaje? Na nahisi hapa kuna mengine hayakuandikwa, ila nahisi Joshua alikuwa na mashaka mengi sana. Itakuwaje? Nitaanzia wapi? Lakini Mungu akamwambia maneno haya, Joshua, kama vile nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Na mimi nataka nikwambie maneno haya. Mungu aliyetembea na baba zetu, Mungu aliyewaponya baba zetu, Mungu aliyeinua mchungaji wetu, ndiye Mungu atakaye kuongoza na wewe. Jisimamie kwa Mungu aliye hai. Sema amen. Bwana asifiwe sana. Akamwambia sasa, maelekezo ni haya.
kila mahali zitakapo kanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa nyie. Kumbuka maelekezo ya Musa ni hivi: nimekuchagua wewe uliongoze taifa langu na nitakufanya uwe Mungu kwao. Lakini baada ya Musa, Mungu anasema hivi: kila mahali zitakapo kanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa. Jamani, haleluya. Mungu anachotaka kwetu sasa hivi, usimwangalie mtu mmoja atakaye kufikisha kwenye baraka zako, ila jiangalie wewe kuwa ni sehemu ya wewe pamoja na mchungaji wetu kutembea kuzipata baraka zenu, ili ukashuhudie pamoja na sisi kwamba hata sasa Bwana amefanya. Mungu anaanza kutoa maelekezo kwa taifa, kuanzia jangwa hili mpaka wa milima hiyo, kwenda mpaka mto ule Frati, kwenda mpaka huko mpaka bahari ile, ndiyo itakuwa mipaka yenu. Sasa anaongea maneno ya kibabe. Haya maneno wale wanajeshi wanaelewa ni maneno ya command and forcing, kwamba hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Maana yake Musa alitegemea maombi, lakini wewe utaomba na kutenda. Wewe utaomba na utapigana. Wewe hautaomba tu, utafanya vitendo. Utakalo litamka litakuwa. Utakapokanyaga patafanyika jambo. Chochote utakachokipanga kitafanikiwa. Lakini ili kifanikiwe, uwe na connection binafsi kwa Bwana Mungu wako. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja alinipigia simu akaniambia, mchungaji, mimi hapa kufikia tarehe 30 mwezi wa 3 nimepanga kujinyonga. Nikasema nikacheka kwanza, alafu nikamwambia, inaonekana umeshiba mpaka unajinyonga. Halafu wewe unajua hadi tarehe ya kufa. Hongera. Nikamwambia kwa nini? Akasema nimechoka, sioni faida ya maisha, kila ninachokifanya hakifanikiwi. Tangu ni binti mpaka sasa ni mtu mzima, sijawahi kukubalika mahali popote. Kila mtu anayeniona kwake mimi ni takataka. Nimesoma mpaka nina degree 2. Nimesomea nchi za mbali za nje huko na huko. Akapataja, akasema, lakini cha ajabu walimu tangu niko darasa la 2 wananikataa mpaka chuo. Na tangu nilivyopata vyeti, kila ofisi ninayokwenda wenzangu wanapata kazi, mimi CV zangu zinachafuliwa tu. Mpaka leo nipo hapa. Akasema nina miaka 41, hata mchumba sina, hata mtoto wa kutoa mimba hayupo. Sasa nilipo nimechoka, nimeombewa. Alipoanza kutaja maombi mpaka na mimi nikachoka. Wachungaji wengi sasa hivi jamani wamehama kwenye reli ya Mungu. Ukienda uombewe wanakuomba ngono. Mama yule, kila mchungaji akimuona ni kadada kalembo kazuri keupe, anakaambia tu njoo kabla ya watu wote hawajaja. Akienda anamu appointment kwa Mungu ameniambia nilale na wewe ili ufunguliwe. Anaenda anazini naye, badala afunguliwe rana juu ya rana. Pepo badala atoke amehamia hadi kwa mchungaji. Sasa maisha yakaendelea kuwa magumu. Akaniambia, Katekela, niliposikiliza shuhuda zako, mahubiri yako na maombi yako,
Nikasema wewe ndiye Mungu wangu utakayenivusha. Nikasema shindwa na ulegee. Nikuvushe, unataka na mimi nikuombe? Amna. Mimi haitokuwa, ila nachokuelekeza Yesu ni Bwana. Jisimamie kwa Mungu. Tukaanza maombi. Tena maombi yenyewe nikamwambia, kwa sababu wewe unaangusha wachungaji, sitaki kukuombea nikuwekee mkono, yamkini hiyo roho hata ikaja ikanifahamia. Hata Biblia si imesema wengine waokoeni kama kwa moto, huku mkijilinda msije mkanaswa. Ikasema sikuwekei mkono tena, naenda kwenu na mimi naenda kwetu, tutakuwa tunaomba kwa simu. Nikaanza kumweleza habari za Mungu na imani katika Kristo, vile Mungu anataka. Alivyomwamini Mungu tu, akaanza kuyapanga maisha yake. Yule dada ana degree 2 za sheria, ameitwa juzi kwenye mkutano mkuu wa CCM, saizi yuko Dodoma. Na pale jana ananipigia, ananiambia, mchungaji, kuna habari njema, takuja tumshukuru Mungu, jicho la mama limeniona. Nikasema wow, kama jicho la mama limemuona mtu anayeonekana na mama, si ni mtu mzuri? Kama alikuwa anatembea kwa mguu, hatotembea kwa mguu tena, maana ameonekana na mama. Lakini miaka hiyo yote, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Jisimamie kwa Mungu, jisimamie kwa Mungu. Achana kutegemea watu, acha kuiangalia shida yako ilivyo ngumu. Ni ngumu kwako na kwetu, lakini kwa Mungu ni ndogo sana. Acha kuangalia ile hali unayoipitia sasa, kwako inatatanisha, ila kwa Mungu haiwezi kumshinda Mungu. Mungu hakuangalii kwa kupitia watu, anakuangalia wewe kama ulivyo. Jamani, amina. Mungu anamwambia Joshua maneno haya kwamba hapatakuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Nataka nizungumze dondoso 2 tu zinazoweza kuifanya imani binafsi ilete matokeo na majibu kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Vitu viwili tu vinavyofanya imani binafsi ilete matokeo kwenye maisha yako. Kitu cha kwanza kabisa kinaitwa uhodari wenye ushujaa moyoni. Uhodari wenye ushujaa moyoni. Hapa kwenye Biblia huu mstari wa 6 unasema neno moja ambalo linasema hivi: uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewalisisha watu hawa ulisi wao uliokuwa ukiwa. Kwa hiyo uhodari maana yake ni hali ya kuwa mshindi hata kama vita haujapigana. Bwana asifiwe. Uhodari ni ule kusema ninaweza hata kama dalili ya kuweza ni ngumu. Vile unavyojikiri wewe, vile unavyojielewa wewe, vile unavyojikubali wewe, ndivyo tutakavyokukubali na sisi, na ndivyo Mungu atakavyokuheshimisha. Bwana asifiwe sana. Wakati mimi nikiwa bado sijaokoka sawa sawa, ndiyo nimeokoka tu kutoka kwenye mikono ya mashetani. Ile nilipata sekeseke nzito
Unajua bora wewe ukikemea pepo ulioni, unalisoma tu kwenye Biblia na unapata nguvu unakemea, kuliko unakiona na unakijua nguvu zake. Yaani ni hatari. Wakati huo nilipata shida sana kujifunza hata kuhubiri, kwa sababu nilikuwa nikisimama madhabahuni hivi, ile niseme jamani Yesu anaweza, naona kanisani nyoka inaingia. Ni nyoka kweli, unene huu hapa, alafu haionekani mwisho, ni kichwa tu, macho kama taa za gari yanatoa mwanga mwekundu, pua inatoa moshi wa kijivu, halafu linapopumua naona ule moshi unavamia waumini kwenye hilo kanisa, na kwa macho sio maono wala ndoto, naona na wale waumini wanaanza kusinzia, wengine kuzirai. Kwa sasa mimi nikiona matokeo yale, likaachama likaniambia mimi kwamba nimekuja kwa ajili yako, unanisaliti, hauwezi kunisaliti ukaishi, naondoka na wewe, una wiki 2 tu za kurudi kuzimu uniombe msamaha. Hapo niko kanisani, ninaanza sasa pale, nilishafungua Biblia, somo linaanza na limekuja kwao, napigwa butwa, waumini wanajiuliza ni nini? Ni nini? Wao hawaoni, ila mimi namuona mzee wa Ngwasuma huyo. Sasa pale naanza kulijibu, niko kwa Yesu, niko kwa Yesu, hautaniweza, hautafanikiwa. Linatema moto kidogo, ule moto unaangukia muumini mmoja, ukimgusa tu yule muumini naona anatoka kwenye viti huko, anarushwa mpaka madhabahuni, damu puani, mdomoni, masikioni, na anaanza kuhangaika kama anakata roho, anatulia. Halafu linacheka. Nikiona hivyo haraka sana nabeba Biblia, mlango uko wapi? Mbio. Kuna siku moja mpaka nimekimbizwa, mchungaji nyuma, wazee wa kanisa mhubiri na Biblia yangu kifuani. Sasa nikiona mchungaji, akili ikawa inachanganywa na pepo, najua mchungaji sasa na yeye ametumiwa na hilo pepo, ananiwinda niue. Mungu wangu, niliita Yesu mpaka nikachoka, nikaanza kuita hadi mama. Nikafika mpaka nyumbani, nikaingia ndani mpaka kitandani, chini ya kitanda huko nikajificha, naogopa hilo joka. Walipata kazi wachungaji kunisaidia. Bwana atusaidie. Kwa hiyo nilipata wakati mgumu sana kukomaa, kwa sababu vile vitu navijua nguvu zake na ujua uwezo wake. Hilo joka kuu likitokea ni kuisha habari. Wewe lilikuwa tunapanda wachawi 5,000 kwenye hilo joka. Kwa dakika moja tunatoka Kigoma tunakuja Bagamoyo kwa dakika. Na likiachama hivi linameza watu 500. Likiwatema ni nyama zilizokwisha chinjwa. Sisi wachawi tulikuwa ni kula tu. Kwa likija hapo sasa, wakati nimeokoka nikajua likinimeza na mimi ni nyama. Bwana asifiwe. Kilichokuja kuniokoa katikati ya hayo mashambulizi, kuna imani moja ambayo ilikuja ndani mwangu, kwamba tulipokuwa tunamtumikia shetani kweli alikuwa na nguvu, lakini likitajwa jina la Yesu, moto ukiwaka hata yeye anakimbia. Hata kama kuna vikao tumepanga kukaa kijiji hicho, kanisa likifunga na kuomba, hicho kikao hakipo. Kama kuna mtu tumemtupia kombola, saa inataja kalenda, baada ya masaa 2 huyo mtu atakuwa amekufa. Akitokea mtu akamshika akataja kwa jina la Yesu, pona, ile misheni ya mauti inafeli, huyo mtu anapona.
Nikaanza kujengeka imani ndani kwamba yamkini huyo Mungu si ndiye kaniokoa, atanisaidia. Nilianza kukiambia kile kijoka, hautaniweza kwa sababu nimempata aliye kiboko yako. Na mimi nakuagiza, wala sitaita mchungaji, wala sitaita mhubiri, sitaita mchungaji wala nani. Ninakuambia kwa jina la Yesu, toka. Niliposema toka, kikatoka. Wewe kilivyotoka, bendera chuma, mlingoti chuma. Nikasema nimeweza kukitoa, vitakoma. Nikaanza kuomba sasa. Yaani wakisema piga, napiga kweli. Najua nikichoma moto kuna majeshi yanaungua huko. Tena nikawa najiangalia nilipokuwa na mimi naungua, najua na mimi nachoma, nalipiza. Nikawa nachoma, mwisho wake na wale waliokuwa wachawi wakaanza kuja, wanaokoka. Misukule inarudishwa. Matokeo yake mpaka leo nina jeshi la watu waliookoka kutoka huko. Bwana asifiwe. Nataka niseme na wewe haya maneno. Uwe hodari. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Mwambie mwenzako uwe hodari. Mungu anakutegemea wewe. Mungu anakuangalia wewe. Lile neno ulilolisikia na ile imani uliyoipokea, kaa nayo sasa kwa imani hiyo, kwamba Kristo atafanya yale yasiyowezekana kwa akili za mwanadamu, sasa yanakwenda kuwezekana. Kama ulikuwa unafanya biashara, haupati faida, haupati wateja, anza kuumba ndani yako kwamba mimi kwanza nikifikisha mzigo utaisha hata kabla sijatangaza. Ile imani inavyo respond tayari inaleta matokeo. Watu wataanza kukutafuta bila hata wewe kuwaita. Kwa nini? Uhodari unamleta Mungu kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Kwenye familia yetu sisi, mizimu ilikuwa imetukanyaga vibaya sana. Yaani ilikuwa hakuna mtu anayemiliki hata baskeli. Paka baba yetu askofu alikuwa hana hata viatu. Akienda kwenye vikao vya wachungaji, mchungaji baba alikuwa anavaa ndala, moja ya njano nyingine ya kijani. Tena zilisha choka, alisha shona mikanda, lakini hadi akikanyaga chini panachora Umaskini ulikuwa ni wimbo. Tumefanya maombi ya kuvunja hivyo vifungo vya ukoo, hivyo vifungo vya umaskini, hayo maagano ya kishetani. Kila tukivunja, badala ya kufunguliwa, ndo kwanza hali inakuwa mbaya. Hakuna kitu kibaya kama nabii mmoja alikuja nyumbani akamtabiria mama. Akasema, wewe utakufa umepauka hadi meno, utakosa hata mtu wa kukuzika, hata jeneza hautapata mtu wa kukununulia. Akasema, na watoto uliozaa utatamani ungezaa mbwa kuliko uzae watoto. Na Bwana ameniambia watoto wako wote watakuwa wavuta bangi na walevi tu. Na wakati huo sasa mimi ndo nimeokoka, nimetoka kwenye bangi, kwenye uteja. Yule nabii nikamwangalia, cha kwanza kabisa tumemaliza, unajua tumemaliza maombi hapo, ni siku 4 tu zimeisha. Tena tumefanya organization ya familia yote. Tukaamua kuuza magunia 2 ya mpunga, gunia 1 la maharage na mbuzi 2. Tukapata kahela kazuri. Tukatengeneza madhabahu kama hii. Tukaipeleka kanisani kwa baba aliyekuwa baba wa kiroho wa mzee wetu, kwamba tukatoe sadaka hiyo iwe dhabihu
Mungu aitazame, atukumbuke familia. Tumetoa tu sadaka, siku 4 zimepita, huyo nabii akaja ndo akatutabiria hicho kitu. Bwana atusaidie. Kaka yangu akasema sasa wokovu na uacha, kama Mungu ndo huyu haina sababu. Lakini mimi nikawa na uchungu ndani moyoni mwangu, ilikuja hoja hivi, Bwana aliyenisaidia kutoka kwenye mikono ya kuzimu, katikati ya ufalme wa giza, akaniponya ugonjwa mguuni ambao madaktari wa mkoa, hospitali ya rufaa wamesema ni kansa. Ndani ya saa 72 nimeambiwa niende Bugando nikatwe mguu. Bwana ameniponya hiyo kansa leo na kanyaga. Bwana ameniponya kisukari kilichokuwa kimefika 28.2. Macho yanaona ukungu na dalili zote za presha zimenianza, lakini Bwana ameniponya. Nikasema kwani atashindwa kutukomboa kwenye hiki kifungo? Tena tumeomba kwa imani. Wakati machozi yanatoka, iliingia imani binafsi na ule uhodari wenye ushujaa wa ndani. Nilijikuta namwambia yule nabii, nikamwambia hata kama unaumwa na kuombea upone, hata kama siku zako za kuishi zimekwisha, na muomba Mungu akuongeze, hautakufa wewe mzee mpaka uone baraka zetu. Na nikajipiga kifua nikasema, na nakuahidi kwamba Mungu atatokea kwangu na nitakomboa familia yangu, na wewe utayaonja matunda ya baraka zangu. Akacheka. Alipocheka akachukua Biblia akasoma maandiko, huku akimdhihaki baba, eti baba amemkosea Mungu. Unajua siku ya taabu hata wale waliokupenda wanabadilikaga, hata wale wanaojifanya wanakuombea wanageuka. Hata ukiwapigia simu zako hawakupokelei, na ukisikia majirani huko wanakusema vibaya. Lakini nataka nikwambie, imani yako achana nao, yupo Mungu kwa ajili yako. Pale pale ulipo yupo Mungu. Yule baba alisoma maandiko na akanionyesha hivi, akasema hivi, kama hayo unayosema yatakuwa, itakuwa sio Biblia. Akaifanya hivi. Alichonifanya nigundue kwamba aliyesema ni shetani, ile Biblia aliitupa chini, akaikanyaga. Akasema neno hili latoka kwa Bwana. Nikasema hamna. Nikasema wewe, ningekuwa bado ninatumikia majini, ningekulani walaina salam tafifa likafiluna audhu billahi minash shaitani rajim. Maana unapokanyaga kitabu cha Mungu unafaa usomewe Al-Badiri ili uchizi, kwa kuwa Mungu analiheshimu neno lake. Licha tu ya kukanyaga, hata umekaa ukae hapa ukalie Biblia, nayo ni dhambi mbaya kwanza. Wewe sasa eti ni nabii unakanyaga Biblia. Nikasema hamna hapa mtu hapa. Yule nabii aliondoka, lakini lile wazo nilianza kusema hivi, mimi sio maskini. Pale nilivyosema mimi sio maskini, wiki moja akatokea sergeant mmoja wa jeshi akaniambia, kijana, unafaa wewe kujiunga na mafunzo ya jeshi, twende ukapimwe. Naenda kupima, nikapita kwenda depo moja kwa moja, nikatoka kule ni askari. Alafu nafika pale napiga saluti, mwamba ananicheka anasema, huyu si yule mtoto akatekera. Nikasema safari bado inaendelea. Baadaye nimeacha ile kazi ya polisi, Bwana alivyoniita nimtumikie. Yule bwana akasema, si nilisema mizimu yao imemtoa kazini. Nikasema sawa, twende tu.
Sasa mwezi juzi nikaenda Kigoma, nikamkuta mwamba yule nabii ni mgonjwa mahututi. Mama akaniambia, nabii fulani anaumwa, yuko Maweni hospitali, hali yake ni mbaya, muombe. Nikasema siombi tena, nina kagari kangu naenda ninunue na mazagazaga. Nikaenda nikanunua mazagazaga, chakula nini, juisi, nikafikisha pale. Na vipi mzee? Ningeruhusiwa tangu jana, lakini kuna hela nadaiwa. Shingapi? 940,000. Nikasema nazilipa zote, yaani hata kama sina nitakopa popote ili lile neno ulifute. Jamani, haleluya. Unanielewa? Lakini hebu gonga tano na mwenzako, mwambie uwe hodari na moyo wa ushujaa. Hata kama kwenu kuna giza, wewe ndiye utalisisha ndugu zako ile baraka ya Mungu wako. Haijalishi umenenewa maneno mengi mabaya, leo yafute kwa jina la Yesu. Wewe ni hodari na uwe shujaa. Yule bwana, naingia kwenye akaunti yangu na cheki, kumbe Mungu sio mwanadamu. Wakati nawaza kupigia mtu anikope hela, kumbe kuna mama mmoja nilimwombea amepona, akaguswa atoe sadaka ya shukrani. Amemshukuru Mungu kwa 1,700,000. Nikasema 900,000 natoa. Nikatoa, nikaenda nikamuita daktari. Nikamwambia njoo twende nikulipe mbele ya mgonjwa. Ukafika pale, nikamwambia baba, usijali, hilo tatizo limekwisha bwana. Tunaomba tu turuhusiwe. Nikahesabu 1, 2 mpaka 940,000. Dokta chukua. Akasaini, akaja akasema nani ndugu yake anayemuuguza yuko wapi, njoo saini. Akasaini. Tunawaruhusu dawa zenu hizi hapa, safari njema. Nikasema mzee, kula kwanza. Tumalizane hapa. Akala. Amemaliza mazagazaga. Tukaenda sasa kwenye gari yangu. Nikamwambia mzee, kaa kiti cha mbele ili AC kupige vizuri. Akaingia, nikafungulia AC, nikapandisha vioo. Halafu nikaweka na kamuziki kabisa. Yule nani yule, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana. Mzee wakati naenda nikamwambia baba, Mungu anageuza historia. Hii gari bwana sio ya kukodi, ni mali ya Katekela. Nikachukua ile kopi ya kadi, nikamwambia hebu soma hii kadi. Anasoma, anakuta toleo mwaka wa juu. Anaangalia na hela iliyonunuliwa hapo. Anasema hii gari ya kwako? Sasa ndio. Anapiga ile dashboard mikono, anasema Mungu huyu. Nikasema baba, utafuta. Twende tu tufike nyumbani, ila utafuta. Tulipofika nyumbani, nikamskalisha pale alipokanyagaga Biblia. Nikamwambia mzee, nimekuleta hapa tu kwa lengo moja. Futa. Usipofuta, yale maneno yanageukia kwako. Atafutaje sasa? Umesahau? Nakumbuka. Omba rehema sasa kwa Mungu, maana ulinena mabaya juu ya Masihi wa Bwana. Akaanza kulia tu, Mungu. Sio sisi, usituombe msamaha sisi. Kesi ilishaisha. Na kutamkia kwa jina la Yesu, waliokuzihaki jana wakaione baraka zako. Tena usiombe wafe, amna, paka waone baraka zako na baraka za watoto wako. Ile haki iliyofichwa itaonekana. Lakini taito kuu, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarisisha watu urisi wao, tumaini lao kwa Mungu wao. Sema amen. Sema amen.
Kitu cha mwisho cha pili, uwe na nguvu ya kulisimamia neno la Mungu. Uwe na nguvu ya kulisimamia nini? Neno. Jamani, haleluya. Bwana asifiwe. Huwa tunapenda kushauri na nishauri tena, wana wa Mungu, nunueni Biblia nyinyi msio nazo. Vitabu ni vingi sana. Kila mtu ameandika kwa mawazo yake, kila mtu ameandika kwa mafunuo yake, lakini kitabu kikuu kilichobeba mfumo wenye mabadiliko ya maisha ya mtu ni neno la Mungu. Lisome hilo neno la Mungu. Hakikisha ulielewe hilo neno la Mungu, alafu liumbe liwe tabia yako. Bwana asifiwe sana. Ndipo imani katika neno itathibitika. Yaani mimi sasa hivi namshukuru Mungu, kila siku ananiongeza ubabe. Lakini ubabe wangu sio wangu, ni wa hili neno hili. Bwana asifiwe. Ni wa hili neno. Siku moja nimeenda mahali fulani nikaambiwa, mchungaji, hii nyumba hii halali mtu akatoka salama. Halali mtu akatoka salama. Nikasema halali. Nikakaangalia nikanyumba kaovyo kalishachoka. Nikaambiwa mimi nalala, nileteni kigodoro. Wewe ni mtumishi mkubwa, hauwezi kulala. Nikasema hamna, mimi sio mkubwa. Mkubwa ni Yesu. Nalala humu leo. Wakasema wachawi wanakaaga humu. Nikasema sasa Simba wa Yuda Yesu Kristo amenileta, na mimi ni jiwe juu ya jiwe, bendera chuma, mlingoti chuma. Kwa nini? Bwana amesema hapata kuwa mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako. Kwa hiyo mimi naamini hili neno kwamba kwa kuwa nimefika hapa na hakuna mtu yeyote atakayesimama mbele yangu, huo uchawi hautafika hapa. Walisema tupinge, tukapinga. Kusema kesho tutakuta huna nywele hata moja, au mwili umejaa chale. Nikasema tulia. Nimelala pale saa 5 tu mapema, nikasikia vishindo. Kishindo cha kwanza kwenye pembe D, cha pili D, cha tatu D. Nikajua ni wale, kwa sababu kuna neno hili la Bwana. Nikasema aise, wewe nani upingane na neno la Mungu? Hukuambiwa kama hapa aliyelala humu ni mwana wa Mungu? Sasa ninakuambia, kwa sababu umekuwa ukisumbua watu wanaolala humu, leo nakusumbua mimi. Utateseka kuanzia saa hizi. Ikifika saa 6 mchana kesho utakufa. Na hautatoka hapa. Utafia hapa hapa. Na neno hili Bwana amelitia muhuri, imekuwa amen. Alafu mtoto wa Mgalilaya nikajifunika shuka fresh kabisa. Kale ka kijiji kalikuwa kana baridi, ni hatari. Ukijificha kwenye shuka usingizi ni wa form 6. Nikapiga usingizi, ni baraka. Hata kilichoendelea sikujua. Naamka hivi asubuhi, nakuta ungo mbele ya mlango na mazagazaga nyangarakata mengi yako humo. Pembeni kuna kichwa cha kuku kimekatwa. Kuna litotototo hivi limdoli wametengeneza wakaliweka mbele, na madamu mengi wamemwaga. Mbele kidogo ya nyumba nikakuta mbuzi 2 dume. Nikasema aha, ndo mmejibadilisha kuwa mbuzi. Lile neno nililolisema kwa jina la Yesu limekuwa. Watu wakasema mchungaji, unaona sasa? Nikasema hapa imeisha hiyo. Uwezi amini, saa 6 zile mbuzi zote zikafa.
Nikasema sasa nataka kwenda kwenye milima yao. Uzuri sasa mimi mwenyewe niliokoka kutoka kwao. Yaani niliokoka mimi, ila kumbukumbu zile bado nakumbuka. Mahali wanapokaa napajua. Nikasema acha nianze kuzitembelea zile eneo. Nikatembelea eneo ya kwanza, eneo ya pili, eneo ya tatu. Narudi mtaani nakuta msiba. Nauliza nani? Mzee Mtemi wa Nzengo amekata moto na binti yake mkubwa aliyekuwa anafanya kazi TANESCO. Nikasema hebu twendeni tukaangalie zile mbuzi. Kurudi tunakuta zile mbuzi zimepotea, hazipo. Ila majirani pale wanasema ilikuwa ni dume na jike. Nikasema wao tayari. Nikamwambia jengeni hapo, wakasema hatujengi. Kijiji kile kikatukabidhi hiyo nyumba iwe nyumba ya kanisa. Tumefungua TAG. Umo. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie, jitie nguvu kwenye neno la Mungu. Kile Bwana alichosema ndicho kitakuwa kwenye maisha yako. Na yeye Mungu alimwambia Joshua, kitabu hiki kisiondoke wapi? Kinywani mwako. Tafakari maneno haya, wala usiyaache ukaenda mkono wa kuume wala mkono wa nini? Wa kushoto. Amen. Bwana asifiwe. Tunza haya maneno. Mimi nataka nikwambie maneno haya ni hakika, na Roho Mtakatifu ananishuhudia kwenye maisha yako. Vile Mungu alivyosema sio fumbo, ni amina. Kama alisema utaishi miaka iliyopangwa na yeye, lazima itafika. Maana amesema na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Hautakufa wewe, utaishi. Mwaka jana mwishoni nikaitwa na baba askofu pale Manyoni, Mchungaji Mwenegoa. Nikaenda kuhubiri bwana. Wakati nahubiri tukatumwa tu wachawi kuja kuwanga pale. Tulipokuja nikatuona tulikotoka Kilinge chake na kijua. Kiko Sukamahera pale kwenye kijiji ka Sukamahera. Nikasema twendeni Sukamahera. Zilipigwa pale paka kidogo mchungaji tuliyekuwa naye abaki hapo. Yaani tunasimama juu ya jiwe linawaka moto. Unakamata jiwe unanata hapo. Mwisho likatoka jamaa. Kondoo lina kichwa kirefu mpaka kule. Likaluka kutoka kwenye jiwe likaja. Wote tukaishiwa nguvu, tukaanza kutaka kulala. Pale Sukamahera pale. Lakini maneno haya ndiyo yaliyotuponya. Bwana alisema hapata kuwa na mtu yeyote. Tukaita Yesu pale. Tulikuwa na mama askofu. Mama askofu akasema tumekwisha, Yesu wangu tusaidie, kwa kweli hapa tutaisha. Lakini tukaita Yesu. Kikaanza chenyewe kurudi kule kwenye mawe. Kinavorudi na sisi tunakikimbia. Tukatoka pale. Paka sasa ule mlima ni salama. Na hiyo madhabahu ikavunjwa. Tukatembelea hako ka kijiji, tukashangaa sana. Yaani makaburi ni mengi kuliko nyumba. Yaani kila mji una makaburi 5. Hapa nyumba ina makaburi 6. Tukao tunajiuliza ni nini? Tukakuta madhabahu. Sasa hivi tumeanza kampeni, tunataka mwezi wa 4 tuende jeshi. Na tunajua tutavunja. Kwa nini? Hakutakuwa na atakaye simama mbele yetu. Nataka niseme mambo haya. Ikiwa Bwana anafanya mambo makubwa haya, hata la kwako atalifanya. Ikiwa Bwana anatetea watu wake, hata na wewe ni mtu wake atakutetea. Ikiwa Bwana anawaponya wagonjwa, hata na wewe atakuponya.
Yale yote yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu bado yanawezekana. Isimamie imani, jitie nguvu kwenye neno lake. Alichoahidi juu yako kitatimia katika jina la Yesu. Hata kama si leo, kesho kitatokea. Amen. Amen. Litendee kazi neno. Litendee kazi neno. Bwana asifiwe. Kuna wengi sana huwa tumejaa sana karamu. Unasoma andiko, ukikuta kaka na kuhusu, unakawekea mstari, halafu vinapitia huku, vinatokea huku, vinaenda. Acha hiyo. Yaani ile message inayokuja kwako ni ya wakati huo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu, siku moja mimi nilikuwa naomba chanzo cha kuinuliwa. Bwana alinipa neno kwenye kitabu kile cha Isaya sura ya 45 mstari ule wa 2 na wa 3. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vifungo vyote. Na nini pale, kuna neno zuri pale amesema. Na akasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali iliyofichwa mahali pasiri. Nilipoligundua lile neno nikajua, kumbe maisha yangu na pambania kwa miaka mingi sifanikiwi. Yamkini mali ninazoziomba zilishakuja, ila zimefichwa. Kama zimefichwa, wakati wa kufichuka ni huu. Unajua nilichokifanya? Nilitengeneza maombi ya siku 21 tangu siku hiyo hiyo. Nachokiombea, nafichua ulimwengu wa roho na kila mali zangu zilizofichwa. Wakati nilipoomba huku na tafakari ni kitu gani nilitamani kufanya, halafu sikufanikiwa kukipata. Tangu nilipotia moyo wangu ufahamu na akili yangu ujuzi, tayari kile kitu kilikuwepo, ila kilifichwa ili nisikipate, maana sikujua. Kwa kuwa Bwana amesema atanifichulia mali iliyofichwa, sasa ni wakati wa kupokea. Bwana asifiwe. Nikaanza kukumbuka, niliwazaga mimi kujenga nyumba, niliwazaga kuja kujenga shule, niliwahi kuwaza kujenga kituo cha watoto yatima, niliwahi kuwaza kununua gari ya injili. Pale nilianza kuweka mikakati. Ninaomba na nikipata hela kidogo naingiza hapo. Katikati watu walikuwa nikiwaambia my vision wanacheka. Mtu mmoja, ni ndugu yangu upande wa mamangu, akasema, wewe kabisa mtoto wa Katekera, una mawazo haya, unafikiri atakuwa? Kaa chini, fikiria, kwenye ukoo wenu kuna mtu yeyote aliyefanya hiki kitu? Wewe ndo utakifanya. Akacheka, Mungu atuweke hai na mimi nipo, nitaona. Nikasema sawa, na Mungu akuweke kweli. Wewe, niliwaza kujenga shule, saa hizi nilishapata heka 6. Na ninaendelea, zikifika 12 nipewe kibali cha kujenga shule. Na kwa sababu zimefika 6, si bado 6. Sasa siniji shule itakuwepo. Bwana asifiwe sana. Sio kwamba nina hela, ila neno limesema nalo litakuwa. Amini neno, jitie nguvu katika hilo, lisimamie, likuongoze kufanya kazi yako, utafanikiwa. Najua kuna mtu hapa amepokea katika jina la Yesu. Kuna mtu sasa maono yake yamefunguka. Kuna mimi, unajua hata kama ndoto ya kishetani huwa naipima inachokiwaza ni nini. Huwa nikiota na hesabu hela. Mara nyingi ukiota unahesabu hela nyingi, ile ndoto huwa ni ya kishetani, inayomaanisha kutengeneza umaskini na struggle ya maisha ili uishie kuziona mali zisifike kwako. Huwa ni moja ya vifungo kati ya vifungo 6 vya nafsi, ni kifungo cha 4. Lakini mimi nikiotaga hiyo, ninakemea, kuvunja na kubatilisha hiyo,
halafu pale pale ninatangaza maisha mapya ya umiliki, na ninaanza kutengeneza mitego ya kupata hela. Badala ya kuharibikiwa, zile hela zinakuja kweli. Nakuambia siri hiyo katika jina la Yesu. Neno la Mungu li hai na Mungu analiheshimu neno lake. Jitie nguvu katika neno la Mungu, utafanikiwa sana. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Simama juu mahali ulipo. Ninajua kuna mtu hapa ambaye nafsi yake inamshuhudia kwamba ni muda mrefu umelia, ni muda mrefu umeteseka. Kama ni kuomba umeomba, mbona hukubadilika? Mbona hukuliona tumaini? Lakini kwa maneno haya pokea majibu yako sasa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu wako yuko pamoja na wewe, yuko upande wako. Jitie imani, jisimamie kwa Bwana. Mwaka huu ni mwaka wa wewe kuziona baraka zako, na kutamkia kwa jina la Yesu. Hata kama vipimo vimesema uwezi kupata mtoto, ninatamka mimi leo kwa jina la Yesu, kwa imani yako utapokea watoto, sio mmoja, watoto. Hata kama watu wamesema wewe hautaweza kufanya chochote, na wengine ni wachawi, wengine ni mapepo, sijui, unajua wewe, lakini Roho wa Bwana ananiambia kila kitu kisichowezekana kwa akili na mawazo yako ya kibinadamu, kwa Mungu sasa kinawezekana. Na leo ninatamka neema ya Roho Mtakatifu ikakufungue na kukupatia baraka zako. Na yani kuanzia sasa unaondoka na baraka zako, na ukaanze kuzifanyia kazi, na Bwana atakufanikisha. Na ninatamka na magonjwa yote hapa, kama Bwana aishivyo, alisema nitakuondolea ugonjwa wote, wala sitaruhusu maradhi yoyote kukaa katika hema yako. Neno hilo ni amina, na kuanzia sasa likaanze kuiponya afya yako, kuponya watoto wako, kuponya maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe tu iwe unaweza, wewe tu. Achilia moyo wako kwa Bwana. Naona malaika wa Bwana wameshuka tayari kufanya ushahidi kwenye maisha yako. Naona kuna mtu hapa, naona kuna kitabu kinafunguliwa, kuna haki ya mtu inarejeshwa hapa. Naona kuna mtu haki yake imeibiwa, haki yake ya kumiliki. Kila kitu unachopata kinapotea tu, kila kitu unachoanzisha kinaishia njiani, kila mipango unayoipanga inapotelea hewani. Umekuwa na mawazo, umewekeza vitu vingi, lakini vimeishia njiani, havikuleta matokeo. Malaika wa Bwana naona ameshuka hapa, naiona nguvu yake imeshuka hapa, na tayari anaanza kurejesha.
anafungua ufahamu wako. Leo ninatamka ufahamu wako ukarudishwe, na ile haki yako ya kumiliki kwenye ulimwengu wa roho na ulimwengu halisi, haki yako ikarudishwe kwa jina la Yesu. Hakuna anashusha moto sasa, anaanza kuhukumu wale wote walioyasurubisha maisha yako. Hakuna Mungu kama wewe. Anaanza kusurubisha, na uona moto wa Roho Mtakatifu unashuka, unaanza kuchoma uharibifu, ile magonjwa isiyotoka, ule umasikini wa kurithi, yale maneno ya laana. Malaika wa Bwana wanaanza kushughulikia. Moto wa Roho Mtakatifu unaanza kuchoma ile roho ya mateso. Ni wakati wake wa kuachia maisha yako, ile huzuni na majuto. Ni wakati wake kuondoka kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu ananiambia tena, anasikia machozi yako, anayaona machozi yako, anasikia kilio chako. Uko hapa, umefika mahali hauna mtu wa kumwambia maumivu yako, ila moyoni mwako unao msiba, moyoni mwako unayo maumivu, moyoni mwako unayo majonzi, moyoni mwako unayo majuto, lakini hauko peke yako. Neno hili limetumwa kwako, maana yupo hapa ulipo, yupo Roho Mtakatifu hapa. Nauona moto wa Roho Mtakatifu, 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 nauona moto wa Roho Mtakatifu. Unaanza kushughulika, unaanza kushughulika. Hakuna mapepo yatakayo survive, hakuna mapepo yatakayo survive. Naomba wahudumu mkamate mama huyu, kamata huyo mama. Hakuna nguvu za giza zitakazo survive kwenye maisha yako. Hakuna agano tena litakalokaa kwenye haki yako. Hakuna uchawi wala uganga utakao yaweza maisha yako. Kama Bwana aishivyo, kama Roho Mtakatifu aishivyo, hii ni saa ya kurejeshewa ile heshima yako, ile hatima yako kwa jina la Yesu aliye hai. Haya, ninatangaza nafasi ya kufunguliwa, wakati wa kufunguliwa. Roho Mtakatifu, asante, maana upo kwa kanisa, upo ndani ya kanisa. Naiona utukufu wako, naiona malaika wako, naiona nguvu yako, naiona utendaji wako, na maneno haya nayaona ukiandika ndani ya moyo wa mtu huyu, naona ukiandika ndani ya maisha yake, naona yakifunguliwa maisha yake. Ile historia ya kuonewa naona inaondoka, naona inafutika kwa jina la Yesu aliye hai. Natamka sasa jambo kwa ajili yako hapa mbele, katika jina la Yesu aliye hai. Ile historia ya mateso, roho zote zinazotesa watu kwenye familia, kwenye ukoo, kwenye jamii, kwenye elimu, kwenye mazingira yako, kwenye kazi yako, kwenye ndoa yako, hicho kifungo kinachoondoa amani na lile tumaini kwenye maisha yako, haya ni wakati wake kiondoke kwa jina la Yesu. Kiondoke
kwa jina la Yesu kikuachilie, kwa jina la Yesu, kwa imani ya jina la Yesu kiondoke hicho kifungo kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea urejesho, 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 pokea urejesho kwa jina la Yesu aliye hai, 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 kwa jina la Yesu aliye hai. Ninatangaza ushindi, natangaza ushindi, natangaza ushindi, natangaza uamsho, natangaza urejesho, natangaza ukombozi wa maisha yako, maana kwa damu ya Yesu sote tumeokolewa. Kwa damu ya Yesu tumeketishwa kwenye ufalme wa Mungu. Kwa damu ya Yesu tumeponywa. Pokea uponyaji, pokea ushindi kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu pokea ushindi, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu na kwa neno la ushuhuda wa Kristo pokea uamsho, pokea ushindi, pokea kwa jina la Yesu. Historia yako ikabadilike kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Naona moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu bado upo, bado upo, operation bado ipo. Naona Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu bado yuko kazini. Naona malaika zake wapo hapa tu. Ninatuma sasa jeshi la malaika liende kazini kwako, liende kwenye biashara, liende kwenye ndoa, liende nyumbani, liende kwa wazazi, liende kwenye shughuli. Kila kikwazo naona kinapinduka, kila agenda za mapepo naona zinavunjika, naona zinabatilishwa kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu aliye hai. Tangu sasa ninatamka neema ya ukombozi na urejesho, ukombozi na kufunguliwa kwa damu ya Yesu Kristo. Asante Roho Mtakatifu, asante maana upo. Nisikilize kidogo. Roho Mtakatifu amenisemesha niombe juu ya watu watatu. Mtu wa kwanza, kuna mtu anajitahidi kutubu. Kuna kitu ulifanya, kuna kitu unakuwa unafanya alafu kinajirudia. Unatubu kinarudi, unatubu kinarudi. Hicho ndio kimekuwa beria inayokuzuia usifanikiwe. Na wachawi na majini na mapepo hayanaga nguvu za kukushinda, ila kila unaporudi kwenye ile dhambi, zile nguvu za giza zinakupata, zinaharibu mifumo yote ya maisha. Roho Mtakatifu anasema niombe na huyo mtu. Ukiwa upo, hebu sogea nawe, sogea hapa mbele. Lakini mtu wa pili, Roho Mtakatifu ananiambia kuna mtu hapa ametafuta sana ndoa yake, ametafuta ndoa yake sana. Kila mtu anayempata kwenye mahusiano wanaanza vizuri, ila hawafikii hatima. Ni muda umekwenda sana, hakuna matokeo yoyote. Roho Mtakatifu ananiambia hicho kifungo sasa kinaondoka, kwa kuwa mwaka huu ni mwaka wa ndoa yako. Nataka nitamke tu neno kwa ajili ya huyo binti, kwa ajili ya huyo kijana. Wakati hao wanasogea mbele, huyo mwingine anaweza kurudi nyuma kidogo. Lakini mtu wa tatu, Roho Mtakatifu ananiambia kuna mtu amepoteza neema Simama. ya mafanikio. Kuna mtu amepoteza neema ya mafanikio. Amesoma, hao wanaoitwa wanapokuja mbele, wewe na vigezo vyote vinaruhusu, lakini kila anapotafuta ajira haipo, kuanzia serikalini hata kwenye mashirika yasiyo ya serikali, hata kwenye sekta binafsi. Yeye ni mtu ambaye hana kibali,
hapati nafasi, lakini Roho wa Bwana anasema neema ya heshima ameigawa kwa watu wote. Nafasi ya kuinuliwa na kufanikiwa ameigawa kwa watu wote. Na kwa imani hii na kwa neno hili, yeye ni Mungu. Na sasa ukilichukua neno hili lilivyo, anakwenda kusimama na wewe. Na mwaka huu andika historia mpya kwenye maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Na mwingine hata ukimpa pesa nyingi inapotea bila kujua ilichokifanya ni nini. Ana madeni mengi, hajui yameingiaje. Haya, mwingine hata hayalipiki, unajitahidi kulipa, badala ya kupungua yanaongezeka. Roho Mtakatifu anasema kwenye maisha yako ni uchafu tu shetani aliyouweka ili kukunyang'anya tumaini juu ya Mungu wako. Lakini natamka kwa jina la Yesu, kama isivyo Bwana, kama liisivyo neno la Bwana, hii historia yako kuanzia leo ikabadilike. Hii historia yako kuanzia leo ikageuke. Huzuni ikawe furaha, kilio ikawe kicheko, kwa jina la Yesu aliye hai. Na hilo agano la mateso, hilo agano la laana, hilo agano la mizimu, hilo agano la kukataliwa, hilo agano la vifungo hivyo, ninaliagiza liondoke kwa jina la Yesu aliye hai. Haya, ninatamka funguliwa, 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 funguliwa. Nafsi yako irejeshewe, irejeshewe hatima, irejeshewe heshima, irejeshewe thamani kwa jina la Yesu aliye hai. Giza, naliona giza, hilo giza lililowekwa mbele ya maisha yako, lililosimamia hatima yako, kila hatua yako imewekewa giza. Naliona hilo giza, ninaliagiza kuyaachia maisha, kuyaachia maisha, kuyaachia maisha kwa jina la Yesu aliye hai. Tangu sasa na hata milele, ninatamka ukombozi, natamka upatanisho, natamka utakaso, natamka urejesho. Pokea urejesho, uthamani wako ukarudishwe kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Pokea uzima, pokea nguvu ya ushindi kwa damu ya Yesu. Ile nguvu iliyo katika neno la Mungu, ile nguvu ya Roho Mtakatifu, ule uweza wa Roho Mtakatifu, ukayathibitishe maisha yako, ukakamilishe hatua yako. Hicho kifungo cha ndoa, hicho kifungo cha ndoa, hayo maagano ya ndoa yanayovunja ndoa yako, yakaharibike sasa, yakatanguke sasa kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ikatakase maisha katika jina la Yesu. Weka mkono wako kifuani, tamka maneno haya, fumba macho yako, tamka maneno haya, sema: asante Bwana Yesu uliyeiona taabu yangu, na sasa umeinua imani yangu tena, na ninakiri kwa maneno haya, nimeipokea ile haja yangu ambayo nimekuomba kwa siku nyingi, na ile alama ya adui iliyowekwa kwenye maisha yangu ili kuzuia kufanikiwa kwangu haitakuwepo tena. Ee Roho Mtakatifu, unipatanishe na Mungu wangu, dhambi zangu zote zifutwe na udhaifu wangu uondoke, na kila kiu ya uharibifu ninaikataa tangu sasa, na kila roho zinazofuatilia
kuharibu hatima yangu, ninazikataa sasa, maana mimi ni safi na ni mwana wa Mungu. Asante Yesu kwa urejesho na ukombozi wa thamani yangu, katika jina la Yesu. Kanisa lote, hebu mwambie kitu Roho Mtakatifu. Mshukuru Mungu, mwambie jambo Roho Mtakatifu. Mwambie jambo tu kwa dakika hii moja tu. Mwambie Roho Mtakatifu jambo juu ya afya yako, juu ya kazi yako, juu ya ndoa yako, juu ya maisha yako, juu ya haki yako. Mwambie Roho Mtakatifu jambo. Anakusikia, yupo hapa. Yupo hapa. Yupo hapa na anashughulika. Alisema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, na nitakushauri jicho langu likikutazama. Anayatazama yale mapito yako, anageuza nia yako, anageuza ile nia ya zile madhabahu zilizosurubisha maisha yako. Sasa hivi anaiumba hatima mpya, historia yako kiuchumi, historia yako kimaisha, historia yako kihuduma, historia yako kwa mifumo yako ya imani. Kuanzia sasa, nami ninakuombea katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, mpe heshima mama huyu, mpe kibali baba huyu, mpe baraka mtu huyu, mpe uwezo wa kuketi katika njia zako, kama ulivyomwapia baba yetu Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ukasema utamrithisha nchi na utawamilikisha wazao wake. Bwana, baraka zote za rohoni na baraka za mwilini umeziachilia kwa kanisa lako, kwa imani isiyokwazika, kwa imani isiyoharibika. Tumekuamini wewe Bwana, tunakiri tumepokea kwa ushindi wa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Pigie Yesu makofi ya shangwe. Ongeza vigelegele wa mama, ongeza kelele ya shangwe kwa Bwana. Haleluya! Bwana akubariki. Haleluya. Haleluya. Wangapi wamebarikiwa? Mebarikiwa eh? Haya mashemasi, tunaomba msaada wenu pia hapa mbele. Ufanyike usafi hapa haraka haraka.